Mwenyezi Mungu aliumba vyote, lakini baadaye akaona ni vyema amuumbe mwanadamu ili akavitawale vyote. Leo hii ni tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026, wakati ambao wanadamu sote tunaadhimisha na kuisherehekea siku hii ambayo ni siku maalum, siku ya kwanza ya mwaka wa 2026. Binafsi ni kutakie heri ya mwaka mpya, ukawe mwaka wa mafanikio kwako, mwaka wa 2026. Karibu tutazame taarifa na mengi ambayo yanajiri mwanamichezo, ikiwemo taarifa kubwa kutoka katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tayari mambo yanazidi kuiva. Tayari kikosi kimeelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya michuano ya Mapinduzi Cup 2025 ambayo yatakuwa yakitimua vumbi huko visiwani Zanzibar, kila mmoja katika nafasi yake akizidi kufanya maboresho makubwa na kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa na metati ya hali ya juu, inakuwa katika sehemu ya ubora, ufanisi, weledi na mengi yaliyotukuka katika upande huo. Sasa moja ya taarifa kubwa ambayo mwanamichezo unapaswa kuijua, kuitambua na kuifahamu pia ni taarifa juu ya upande wa Simba, wachezaji wao ambao ni wachezaji wawili, Jean Charles Ahoua pamoja na Elie Mpanzu, ambao wao hawakujumuishwa kwenye majukumu ya timu za taifa, kwa maana ya wachezaji ambao wapo kwenye michuano ya AFCON, lakini sehemu ya wachezaji ambao wamekosekana. Patrick Roimam amezungumza leo hii akisema ya kwamba wachezaji hawa wanakosekana, lakini kuna wachezaji wengine bora zaidi ya hao wachezaji ambao tutakwenda kuwashuhudia katika michuano ya Mapinduzi Cup. Kwa nini katoa kauli ya namna hii? Kauli yake inadhihirisha na kuthibitisha dhahiri shairi ya kwamba aina ya wachezaji ambao tumewashuhudia wakitrain na Simba wakiwa bado hawajatambulishwa kama ni wachezaji ambao Simba itakwenda kuwasajili, watakuja kufanya vizuri. Sasa moja ya taarifa nzuri ambayo ina michezo nitahitaji uwe na utambue. Wapo nyota wawili ambao wapo katika session ya hichi ambacho kinaonekana ndani ya Simba. Ina maana ya kwamba wachezaji wawili wapo katika upande wa klabu ya wekundu wa Simba wamefanya majaribio na wanafanya majaribio na wachezaji wenzao, lakini ni sehemu ya wachezaji ambao bado hawajatambulishwa. At this moment naweza nikadiriki kusema kwamba ni baadhi ya wachezaji wengi wanajiuliza hawa ni akina nani, kwa nini ni wachezaji wa Simba na bado sie kama Simba hatujawatambulisha, na kuna kuaje wachezaji hawa wanaonekana mazoezini. Nitaomba uwajue, uwatambue na nini kimewapeleka katika upande wa Simba, na je, katika michuano ya Mapinduzi 2026 kwa maana ya Mapinduzi Cup 2026, je, wataweza kushiriki? Majibu yake ni ndio. Ukweli ni kwamba Bright Anukani, huyu taarifa zake tayari ninazo. Huyu tayari ameruhusiwa, yani yuko very clear ataweza kucheza Mapinduzi Cup. Utaratibu wa mwisho ulikuwa ukifanyika kwa Silas Charles Ouma ili pia naye kupata nafasi ya kushiriki michuano ya Mapinduzi. So naye I think kufikia kesho wakati mnyama anakwenda kushuka mzigoni, tutakuwa tayari tulishajua mechi yake dhidi ya Mwembe Makundi kama pia Charles Ouma atakuwa ni sehemu ya wachezaji ambao watapata nafasi. Hawa wote ni viungo. Tukianza na Brighton Anukani, huyu ni mchezaji wa zamani wa KCCA ya pale nchini Uganda na mchezaji wa zamani ni mchezaji wa sasa wa KCCA na mchezaji wa zamani wa AS Vipers, zote za kutokea pale nchini kwao Uganda. Mmoja wa wachezaji ambao wameonyesha ukomavu, weledi, ubora na maarifa makubwa ndani ya kikosi hichi. Ukimtazama mwamba huyu Brighton Anukani, kijana ambaye ana umri wa miaka 25, ukimtazama kiukweli ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao wanavutia aina ya uchezaji wake. Ni creative midfielder ambaye ana uwezo kutengeneza nafasi nyingi katika eneo la kiungo. So Simba tayari wamemjumuisha kwenye kikosi kuwa sehemu ya wachezaji wao ambao watakuja kufanya vizuri katika michuano ya Mapinduzi Cup na kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanaamini ya kwamba watakuja kuwa mtaji mkubwa kwa upande wao na kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea. Lakini mchezaji wa pili yuko mwamba anayejulikana kwa jina la Charles Ouma. Charles Ouma na ni mmoja wa wachezaji ambao pia wameambatana na kikosi cha Simba kuelekea visiwani Zanzibar, ambako tutakwenda kushuhudia kikosi hicho pia kikimtumia Charles Ouma kwenye trials, kwenye majaribio. Kama atakiri na atakidhi vigezo vya kila ambacho anakitaji Simba, pia naye atakwenda kupewa mkataba. Huyu ni raia wa Sudan ambaye kwa sasa anaitumikia timu ya Kenya Police, ambako Simba wamemsajili mwamba anaitwa Mohamed Bai Jabir. Huyu mwamba na Mohamed Bai Jabir ni mmoja wa wachezaji ambao wanaonyesha kiwango bora zaidi katika msimu uliopita ndani ya timu ya Kenya Police. So Simba bado wana imani kubwa ya kwamba kumpata mchezaji huyu ana uwezo wa kuja kuongeza kitu cha ziada katika safu yao ya ushambuliaji. Out of that, upande wa Simba wana mchezaji ambaye wanamtaka na wanahitaji pia atumike kwenye michuano ya Mapinduzi Cup, ni Clatous
Chota Chama Triple C. Chama ya Simba wanahitaji kumrejesha. Wanahitaji kumrejesha, na hii itakuwa ni mara yao ya 3 wakiwa wanamrejesha Clatous Chota Chama. Alikuwa nao misimu 6, akaondoka akajiunga na RS Berkane, lakini awamu hii akarejea akajiunga na Yanga, akaroka Yanga, sasa hivi ipo Singida, na Simba tayari wamefungua mazungumzo na wapo katika harakati za mwisho za kukamilisha usajili wake. So kama usajili unakamilika, Chama naye ni sehemu ya usajili ambao tutawashuhudia visiwani Zanzibar akiwa anaitumikia klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. So hiyo ndio listi ya wachezaji ambao wengi hamjawajua na Simba haijawatambulisha kama sehemu ya usajili wao ambao tutawashuhudia wakiwa wanacheza kule visiwani Zanzibar. Kikubwa ni kuombe, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umeweza kusubscribe. Je, kati ya nyota hawa watatu, Chama, Charles Ouma pamoja na Bright Anukani the Order West from Uganda, ni nani ulitamani aweze kusajiliwa? Hakikisha umesubscribe Sky Media, lakini pia hii ni sehemu pekee ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote zenye ujazo na ufanisi wa michezo kwa kina. Lakini nikukumbushe, niwekee maoni yako, nani unatamani asajiliwe moja kwa moja ndani ya Simba Sports Club. The best upcoming sports presenter, Augustine Beatus ndilo jina.